Dalili 17 za hatari unapoanza kupoteza ulinzi wa malaika kwenye maisha yako. Kuna nyakati katika maisha yako ambapo mambo huanza kubadilika, sio kwa bahati mbaya, bali ni ishara za ndani kabisa za ulimwengu wa kiroho. Unaanza kuhisi kama kuna kitu kimeondoka kwenye maisha yako. Swali ni je, unazitambua dalili hizi kabla hujachelewa? Kabla tujaendelea na somo letu la leo, kama wewe unamwamini Mungu ni wa kwanza kwenye maisha yako, tafadhali like video hii kisha kaa kwa kutulia na kufuatilia mwanzo mpaka mwisho. Kuna mambo mengi na mazito ya kujifunza. Lakini pia kama ndo mara yako ya kwanza kabisa kuungana nasi na bado hujasubscribe, basi nikupe pole, kwa sababu watu wote makini na wanaopenda kujifunza tayari wamesha subscribe katika channel yetu hii ya Nguvu ya Maono Media. Ili nawe uwe miongoni mwa watu makini na wanaopenda kujifunza, basi hakikisha una subscribe kisha unabonyeza kitufe cha alama kengele. Kwa kufanya hivyo, utakuwa miongoni mwa watu makini na wanaopenda kujifunza. Hakika Nguvu ya Maono Media ni mgodi wa maarifa. Twende moja kwa moja tukaziangalie dalili 17 za hatari unapoanza kupoteza ulinzi wa malaika kwenye maisha yako. Namba 1, amani ya ndani inaanza kupotea ghafla. Zamani ulikuwa na utulivu hata katikati ya matatizo, lakini sasa moyo wako umejaa hofu, wasiwasi na mkanganyiko. Kwa hiyo ukiona dalili amani ya ndani inaanza kupotea ghafla, au amani inapopungua bila sababu ya wazi, inaashiria ulinzi wa kiroho unatetereka. Kwa hiyo ukianza kuona amani inapotea ghafla, amani ya kimungu inaanza kupotea ghafla ndani yako, ni ishara ambayo hutakiwi kuipuuza kabisa. Hii ni ishara mojawapo ambayo inaonyesha kuwa ni dalili ya hatari ambayo inaonyesha kuwa unapoteza ulinzi wa malaika kwenye maisha yako. Kwa hiyo ukianza kuona amani inapopungua bila sababu ya wazi, inaashiria ulinzi wa kiroho unatetereka. Unashangaa tu ghafla bila sababu yoyote, unaona tu amani ya moyo inaanza kupotea, amani ya moyo inaanza kupotea ghafla. Ni dalili ya hatari sana ambayo hutakiwi kuipuzia. Unatakiwa ukiwa na dalili, unatakiwa uingie kwenye maombi. Lakini dalili ya pili, unajikuta ukivutiwa na dhambi bila kupambana. Yaani unajikuta unavutiwa na dhambi bila kupambana. Mambo ambayo zamani uliyakataa kwa nguvu, sasa yanakuwa rahisi kuyafanya. Vitu ambavyo zamani ulikuwa unavikataa, unashangaa sasa hivi unavifanya kabisa. Kwa hiyo hii si ya kawaida. Malaika ulinda, na jambo la msingi ambalo utakuwa utambue, hii sio kawaida. Malaika ulinda na kusaidia mtu ashinde majaribu. Siku zote malaika huwa anamlinda mtu, anamsaidia aweze kushinda. Ndio maana ukisoma kwenye kitabu cha Zaburi 34 mstari wa 7 imeandikwa, malaika wa Bwana hufanya kituo akiwazungukia wamchao na kuwaokoa. Kwa hiyo ukiona upinzani wa ndani ukianza kuona upinzani wa ndani unapotea, fahamu kuna pengo limefunguka kiroho. Fahamu ukiona dalili, ukaanza kujiona unajikuta unavutiwa na dhambi bila kupambana, unavutiwa na dhambi, unavutiwa kufanya dhambi, tambua ule ulinzi wa malaika unapoteza, ule ulinzi wa malaika umeondoka juu yako. Unakuta vile vitu ambavyo ulikuwa unavichukia sasa hivi unaanza kuvifanya. Unakuta yale mambo ambayo ulikuwa uyapendi kabisa kuyafanya, ulikuwa upendi dhambi, lakini sasa hivi unashangaa, yani kuna msukumo wa ajabu kwenye dhambi. You need to pray. Ukiona dalili unatakiwa uombe, utakiwa kupuuza hata kidogo. Lakini dalili ya tatu ya hatari ambayo ukiona, tambua ulinzi wa malaika kwenye maisha yako umepungua au umepotea kabisa. Unapoteza hamu ya kuomba na kumtafuta Mungu. Hii ni dalili ya hatari sana. Unapoteza hamu ya kuomba na kumtafuta Mungu. Maombi yanakuwa mzigo kwako, unashindwa kusoma Biblia tena, moyo wako hauna kiu ya kiroho. Hii ni dalili ya hatari sana, kwa sababu maombi ndio lango la ulinzi. Ukiacha kuwasiliana na Mungu, hata malaika wako wanakuwa kimya, hawakusaidii. Ukijiona, narudia tena kusema, hii ni dalili ya hatari sana. Unapojiona unapoteza ile shauku ya kuomba, kufanya ibada, unapoteza ile shauku ya kuomba wala kusoma neno la Mungu. Narudia kusema, ni dalili ya hatari sana, inaashiria ulinzi wa malaika kwenye maisha yako umeondoka. Na ukiona dalili hii, basi tarajia kuna anguko baya sana kwenye maisha yako. Kwa hiyo ukiona dalili na kuamsha, unatakiwa uombe. Lakini dalili ya 4, unapata matatizo mengi ya ghafla na mfululizo. Mambo mabaya yanaanza kutokea kwa kasi, ajali ndogo ndogo, hasara, migogoro isiyoeleweka. Hapa si bahati mbaya. Ndio maana ukisoma kwenye kitabu cha Zaburi 91 inaonyesha ulinzi wa malaika dhidi ya mabaya. Kwa hiyo ukiona mashambulizi yanaongezeka, inaweza kuwa ulinzi unapungua.
ukianza kuona mashambulizi yanaongezeka, yamkini katika kazi, yamkini katika ndoa, yamkini katika biashara, kwenye eneo lote ukaanza kuona mashambulizi yanaongezeka kwa kasi, sio bahati mbaya. Hii inaweza kaashiria ulinzi wa malaika umepungua kwenye maisha yako. Inabidi urudi, omba rehema, simama kwa Mungu vizuri. Kama tuko pamoja, naomba comment tuko pamoja mwalimu. Kama unanielewa vizuri, naomba comment hapo tuko pamoja mwalimu. Lakini dalili ya 5, ndoto zako zinabadilika na kuwa za kuogopesha. Badala ya ndoto za kawaida au zenye ujumbe mzuri, unaanza kuota ndoto za hofu, kufuata au kushambuliwa. Ndoto, jambo la msingi ambalo utakuwa utambue, ndoto ni njia ya kiroho. Malaika pia huongea kupitia ndoto. Ukianza kuona malaika pia huongea kupitia ndoto. Ukisoma kwenye kitabu cha Mathayo sura ya 1 na mstari wa 20 imeandikwa, basi alipokuwa akifikiri hayo, tazama malaika wa Bwana alimtokea katika ndoto akisema, Yusufu mwana wa Daudi, usihofu kumchukua Mariamu mkeo, maana mimba yake ni kwa uweza wa Roho Mtakatifu. Kwa hiyo ndoto zinapogeuka kuwa za giza, kuna uwezekano wa ulinzi kupungua. Kwa hiyo unabidi uombe. Dalili ya 6 ya hatari sana, unajihisi peke yako hata ukiwa na watu. Kuna hisia nzito ya upweke wa kiroho kama umeachwa. Hii ni tofauti na upweke wa kawaida, ni ukosefu wa uwepo wa kiroho unaokupa nguvu. Tambua, malaika wanapokuwepo kuna faraja isiyoelezeka. Kwa hiyo ukianza kujiona unajihisi peke yako, hata unajihisi uko peke yako, hata uko kwa watu wengi lakini unajihisi uko peke yako, ni dalili hatari sana, ni dalili ya hatari sana. Tambua, jambo la msingi ambalo unatakiwa utambue, malaika wanapokuwepo kuna faraja isiyoelezeka, kuna amani isiyoelezeka. Lakini dalili ya 7, unapuuza sauti ya ndani inayokuonya. Unakuwa ni mtu ambaye unapuuza sauti ya ndani inayokuonya. Zamani ulikuwa unasikia onyo ndani yako ukikaribia kufanya jambo baya, sasa hivi sauti hiyo imepotea kabisa. Hii ni hatari sana, kwa sababu mara nyingi malaika hutumia hisia ya ndani kukuonya. Ukianza kupuuza mara kwa mara, ulinzi huwa unapungua kwenye maisha yako. Kwa hiyo unakuwa ni mtu unapuuza sauti ya ndani inayokuonya. Kuna wakati ulikuwa ukitaka kufanya jambo baya, unasikia kuna sauti ndani yako inakwambia this is not right, hii sio sahihi, usifanye hivi, kuna kitu kinakuzuia. Lakini sasa hivi umekuwa ni mtu wa kupuuza. Kama ukiona dalili hii, basi tambua ulinzi wa malaika umepungua kwenye maisha yako. Lakini dalili ya 8 ya hatari, unakosa mwongozo na maamuzi yanakuwa magumu. Unakosa mwongozo na maamuzi yanakuwa magumu. Unachanganyikiwa sana katika maamuzi, hata mambo madogo yanakuwa ni magumu kwako. Jambo la msingi ambalo nitakuwa utambue, Mungu hutumia malaika kuongoza njia zako. Ndio maana ukisoma kwenye kitabu cha Kutoka 23 na mstari wa 20 imeandikwa, tazama mimi namtuma malaika aende mbele yako ili akulinde njiani na kukupeleka mpaka mahali pale nilipokutengenezea. Kwa hiyo ukiona mwongozo unapotea, jiulize, je, bado uko chini ya ulinzi ule ule? Hili ni jambo la msingi. Kwa hiyo ukianza kuona unakosa mwongozo wa maamuzi, yani kwako maamuzi yanakuwa magumu, jiulize sana. Lakini dalili ya 9, unazidi kuwa na hasira na chuki bila sababu yoyote. Unajikuta unakasirika haraka, unachukia watu kirahisi hata kwa mambo madogo. Hii sio tabia ya kawaida ya kiroho. Malaika huleta utulivu na upole. Kwa hiyo hasira isiyodhibitiwa hufungua milango ya nguvu za giza, nguvu hasi. Lakini dalili ya 10, unapata uvivu wa kiroho na kimwili. Unajisikia kuchoka kila wakati, huna nguvu hata ya kufanya mambo ya msingi. Hii inaweza kuwa zaidi ya uchovu wa kawaida, ni ishara ya kushuka kwa nguvu za kiroho ndani yako. Malaika wanapokuwepo kuna nguvu ya ajabu inakuinua, lakini ukikosa malaika asipokuwepo, unapata uvivu wa kiroho na kimwili, na uvivu unakuwa ni zaidi ya uvivu wa kawaida. Uchovu unakuwa ni uchovu zaidi ya uchovu wa kawaida. Lakini dalili ya 11, unapoteza furaha hata katika mambo uliyoyapenda. Mambo yaliyokuwa yanakufurahisha zamani sasa hayana maana tena kwako. Yaani yale mambo yalikuwa yanakufurahisha zamani, ukifanya jambo zuri la kufurahisha, lakini sasa hivi umepoteza furaha kabisa, hata ukifanya usikii furaha. Kwa hiyo hii inaashiria pengo la kiroho. Furaha ya kweli huambatana na uwepo wa Mungu na ulinzi wake. Lakini dalili ya 12, unaanza kuvutiwa na vitu vya giza au vya shaka. Kwa hiyo unapata hamu ya kufuatilia mambo ya giza, hofu au maarifa yasiyo safi ya kiroho. Hii ni tahadhari kubwa, kwa sababu unapovutiwa na giza, mwanga unaanza kupungua. Kwa hiyo ni jambo la msingi sana, ni dalili ya hatari sana. Kama tuko pamoja mpaka sasa hivi, naomba comment tuko pamoja na kuelewa vizuri.
Kama mpaka sasa hivi tuko pamoja, andika tuko pamoja na kuelewa vizuri. Asante one comment, asante, Mungu akubariki, asante, naona komenti zenu. Asante, Mungu akubariki one comment. Haya, twende dalili ya 13. Unapata migogoro na watu wako wa karibu bila sababu ya msingi. Yaani unakuwa na migogoro na watu wako wa karibu bila sababu ya msingi. Mahusiano yako yanaanza kuvurugika ghafla, ugomvi, kutoelewana au kuvunjika kwa urafiki. Hii inaweza kuwa ishara ya kuvurugika kwa ulinzi wa kiroho. Tambua, malaika huleta pia umoja na amani katika mahusiano. Kwa hiyo unashangaa unaanza kugombana na watu wa karibu sana. Lakini dalili ya 14, unajikuta ukiwa na hofu ya ghafla au ya kudumu. Hofu inaingia bila sababu, unaogopa mambo ambayo hata hayajatokea. Hii ni dalili ya wazi kuwa pengo la ulinzi, kwa sababu ulinzi wa malaika huondoa hofu zisizo za msingi. Lakini dalili ya 15, unapuuza ishara za onyo mara kwa mara. Unakuwa ni mtu ambaye unapuuza ishara za onyo mara kwa mara. Unaonywa ndani au nje, lakini unachagua kupuuza. Hii ni hatua ya hatari sana. Kadri unavyopuuza ndivyo unavyozidi kujitenga na ulinzi wa kiroho. Lakini dalili ya 16, unahisi kama mambo yamekwama maishani mwako. Hakuna maendeleo, kila kitu kinasimama bila sababu inayoeleweka. Hii inaweza kuashiria ukosefu wa mwongozo na ulinzi juu yako. Jambo la msingi la kutambua, malaika husaidia kufungua njia zilizofungwa. Lakini dalili ya 17, unapoteza utambuzi wa wema na mabaya. Unapoteza utambuzi wa mema na mabaya. Confusion, unapata confusion, spiritual confusion. Mambo ambayo ni mabaya unaanza kuyaona kama ya kawaida, na mazuri yanaonekana magumu au yasiyo na maana. Hii ni dalili ya kina sana, ni kupoteza mwelekeo wa kiroho kabisa. Ni matumaini kuna kitu ambacho umejifunza, lakini pia ningependa uniambie umejifunza jambo gani. Comment uniambie umejifunza jambo gani. Mungu akubariki wote kitumia muda wako kushare link ya video hii kwa ndugu, jamaa na marafiki. Nakupenda sana, nikutakie wakati mwema.